Mheshimiwa Esther Matiko, swala nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuzuia maafa hutumia gharama ndogo sana kuliko kushughulikia maafa pale ambapo nakuta yanatokea. Na kwa kuwa katika jimbo la Tarime mjini kuna korongo la starehe ambalo ni hatarishi, tumekuwa tukitengewa fedha lakini halijengewi kingo ili kuweza kuzuia mmomonyoko ambao unaenda kwenye nyumba za wananchi. Sasa nataka kujua serikali ina mpango gani mahususi wa kuingilia kati korongo hili ili kuweza kulijenga na kuweza kuondoa uhatarishi wa usalama wa maisha ya wananchi, kwa sababu sasa hivi nyufa zile zimeenda mpaka kwenye nyumba za wananchi na kuweza kuhatarisha usalama, mali na uwekezaji wa wananchi wa mtaa wa Starehe. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimwachie Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tarime mjini dadangu Esther Matiko kwamba moja ya vipaumbele vya serikali ni kuhakikisha tunaondoa maeneo hatarishi katika barabara zetu yakiwemo makorongo, lakini pia na athari za makorongo kupeleka mafuriko kwa wananchi. Kwa hiyo nitumie nafasi hii ni kuhakikisha Mheshimiwa mbunge kwamba tutakwenda kufanya tathmini ya kwa nini ile korongo linajengwa lakini halijengewi kingo, ili tujenge kingo tuweze kudhibiti changamoto hiyo isijirudie mara kwa mara. Na nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, nimwelekeze meneja wa TARURA wa mkoa wa Mara pamoja na wilaya Tarime wafike eneo hilo waone kwa nini mara kwa mara tukifanya ujenzi linafunguka, linapasuka tena, lakini linapeleka maji kwa wananchi, ili tuje na design nzuri baada ya usanifu makini ili tuweze kudhibiti kabisa changamoto ya korongo hilo. Mheshimiwa Justina Rahi, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kunipa nafasi ya swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna makorongo makubwa na ya hatari katika mkoa wa Manyara, hususan korongo la Gunyoda yaliyosababishwa na matetemeko na mvua. Sasa je, serikali ina utaratibu upi mahususi wa kujenga kamati za mazingira katika ngazi ya kata na labda ya kijiji ili kudhibiti makorongo hayo? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rahi mbunge wa viti maalum Manyara amesema vizuri kwamba serikali imeendelea kwanza kuziboresha kamati za mazingira katika ngazi za vijiji, ngazi za kata na ngazi za wilaya, kuhakikisha kwamba katika maeneo yao wanadhibiti uharibifu wa mazingira. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba pamoja na taratibu za kurekebisha makorongo hayo, lakini serikali itaendelea kuhakikisha kamati za mazingira zinatimiza majukumu yao kwa wakati ili kuendelea kuzuia madhara ambayo yanatokana na makorongo ambayo yanatokea mara kwa mara. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba swala hili linafanyika na serikali na tutaendelea kusisitiza kuhakikisha kwamba kamati zile zinakuwa na nguvu zaidi, lakini pia zinatimiza majukumu yao ipasavyo. Mheshimiwa Dr. Festo Ndugange, Naibu Waziri TAMISEMI, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa. Mheshimiwa, tunaendelea sasa. Ni Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana. Namuita Mheshimiwa Latifa Hamis Juakali, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake. Mheshimiwa Latifa Hamis Juakali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba swali langu lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri Hamis Mwinjuma kwa niaba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Latifa Hamis Juakali kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa muda mrefu wa kuwawezesha vijana wakiwemo wenye mahitaji maalum kupitia vikundi vilivyosajiliwa ili kuimarisha ushiriki wao katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya taifa. Uwezeshaji huo unahusisha utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana,
programu ya uwezeshaji vijana kiuchumi inayotekelezwa kupitia shilingi bilioni 200 za ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na mikopo inayotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Aidha, serikali inaendelea kutekeleza utaratibu wa kutenga 30% ya zabuni za umma kwa makundi maalum, kuunganisha vikundi vya vijana na taasisi za kifedha na kuimarisha mifumo ya uratibu na taarifa ili kuongeza fursa za ajira, ujasiriamali na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Latifa Juakali, swala nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali ya nyongeza. Lakini pia naishukuru serikali kupitia naibu waziri kwa majibu mazuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa kila mkoa wa nchi hii una rasilimali muhimu na ya kipekee. Mimi binafsi leo ukiniambia mkoa wa Geita naiona dhahabu, ukiniambia mkoa wa Mtwara naiona korosho. Je, serikali haioni namna sasa ya kupitia upya sera na kujipanga ili kuweza kuanzisha miradi ya mfano katika mkoa ili waweze kuwashirikisha vijana wengi katika mikoa mbalimbali na kuweza kushiriki kikamilifu, kwa sababu kila mkoa una rasilimali ambayo unajitegemea? Lakini swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na majibu yako Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi Mheshimiwa Naibu Waziri, na mimi binafsi nafahamu kwamba ipo sheria na sera ambayo inatoa mwongozo moja kwa moja wa kutoa 30% katika manunuzi. Nilikuwa nataka kufahamu, je, serikali inatumia njia gani kufuatilia halmashauri lakini pia taasisi za umma ambazo hazitekelezi sera hii na sheria hii ya kutenga 30% za manunuzi ya umma kwa ajili ya kuwawezesha vijana, kina mama na watu maalum na watu wa makundi maalumu hasa walemavu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Nichukue fursa hii kumpa heko Mheshimiwa Latifa Hamisi Juakali kwa mapambano yake yasiyopooza ya kuwapigania vijana wa nchi hii. Ni wazi hii ndio maana vijana wa Tanzania wanaendelea kumpa imani na kumrudisha kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aendelee kuwapambania. Namwombea Mungu asichoke na aendelee kufanya kazi na jukumu alilopewa. Kujibu maswali yake, kwanza tumepokea shukrani zako. Kama serikali tunakushukuru, kazi kubwa inaendelea kufanyika chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuhakikisha vijana wa nchi hii hawakwami. Lakini kuhusiana na flagship projects kwa kila mkoa kutokana na rasilimali ambazo zipo katika mikoa hiyo, ni wazo zuri na naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tumelichukua na tutalifanyia kazi. Kuhusiana na sheria ya manunuzi ya umma, sheria namba 10 ya mwaka 2023 ambayo kifungu cha 64 kinaelezea wazi ya kwamba taasisi za umma zinalazimika kutenga 30% ya manunuzi yake kwa makundi maalum, makundi ambayo vijana nayo wanakwenda kunufaika nayo. Wasiotekeleza kwanza wanaanzisha hoja za kiukaguzi na upo uwezekano wa hata wakuu wa taasisi hizo, viongozi wa taasisi hizo kufunguliwa mashtaka. Lakini serikali inaendelea kufanya juhudi mbalimbali kuhakikisha utekelezaji wa sheria hii unafanyika, na hata kwenye mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu, miongoni mwa vigezo vinavyokaguliwa ambavyo vinaweza vikaifanya halmashauri kushinda ni utekelezaji wa sheria hii. Kwa hiyo serikali bado inaendelea kukusanya maoni na itaendelea kuhakikisha kwamba inasimamia kutekelezwa kwa sheria hii na kuhakikisha makundi maalum ambayo Mheshimiwa Juakali anayasimamia, kwa mfano vijana, yanaendelea kunufaika. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Hamis Mwinjuma, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa.